Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Simba Sports Club na uzoefu ndio ambao ukatuondoa pale uwanjani tukiongoza bao moja kwa bila. Tulifahamu mechi ya marudiano hii ya leo ingekuwa ngumu maradufu zaidi kwa sababu kwenye akili zao waliamini ya kwamba hii Simba sisi tunaimudu. Twendeni tukapambane, tunaweza kuwatoa. Na kweli wamekuja hii leo wakiwa na confidence ya hali ya juu sana. Kuna wakati ilikuwa ukiangalia unaweza kusema hawa wenye nyeupe ndio Simba Sports Club. Walitawala Benjamin Mkapa, wakafanya kila wanachoweza kufanya. Kitu kizuri ni confidence ya wachezaji wetu, umakini wa wachezaji wetu, uzoefu wa wachezaji wetu ndio ambao umefanikiwa kutuvusha kwenda hatua inayofuata. Kama tusingekuwa na wachezaji wakomavu katika hatua hizi, basi tungeweza kuondolewa dhidi ya Gaborone kwa sababu walikuwa bora kweli kweli. Yote kwa yote tumecheza vile ambavyo tunatakiwa kucheza, na ziko nafasi ambazo tungeweza kabisa kuimaliza hii mechi. Kama kila nafasi tulioipata tungeweza kuitumia vizuri, maana yake Ahua peke yake alikuwa anaondoka na hat-trick hii leo. Nafasi ukiachilia mbali nafasi aliyofunga, lakini ziko nyingine madodo kabisa ya wazi ambayo amepoteza, na ndio mechi pressure inakuwa ni kubwa, unajikuta unapoteza nafasi ya wazi kweli kweli. Yote kwa yote sisi tunawapongeza kwanza Gaborone kwa kuonesha mchezo mzuri, yani ile hadhi ya ligi ya mabingwa Afrika imeonekana. Kila mtu ambaye ameangalia hii mechi ameridhika kabisa kwamba hii ni ligi ya mabingwa Afrika, ushindani wa hali ya juu. Mara nyingi tumezoea kuona timu ikija inapoteza muda kwa kuwa ni ugenini na vitu kama hivyo, lakini leo ilikuwa ni tofauti sana. Walikuwa wanakuja, wana pressurize, wana pace, yani wamefanya kila kitu kama wako nyumbani kwao Botswana. Lakini Simba Sports Club uzoefu umetuvusha, tumekwenda hatua inayofuata. Mimi niseme wazi kwa huyu mpinzani ambaye sisi tumecheza naye, laiti kama angecheza na timu yoyote kati ya 4 ambazo zinashiriki michuano ya CAF msimu huu, timu hiyo Tanzania ingeondolewa. Hili nalisema bila wasiwasi wa aina yoyote, kwa sababu wote ambao tuko kwenye hatua hii wengi wamebahatika kupatana na wapinzani wenye wage, wapinzani vibonde kwa lugha ya kueleweka kabisa. Tofauti na Simba tumekutana na jiwe kweli kweli, jiwe la jiwe, lakini ubora wetu na uzoefu wetu umefanikiwa, umetuvusha, tunakwenda hatua inayofuata. Na kwa wana Simba wala hatuingii unyonge kwa ambavyo tumecheza. Timu nzuri, timu bora imefuzu kwenda hatua inayofuata. Hakuna timu bora ambayo inaondolewa mashindano. Timu bora inafuzu kwenda hatua inayofuata. Nyama amefuzu kwenda hatua inayofuata. We are proud of our boys. Tunakwenda kujipanga kwenye hatua inayofuata. Semaji, wakati unatazama mchezo natamani utupe experience yako ilikuwaje? Yeah, the pressure was very high. Lazima tuwe kweli. Na mimi niseme tumeshikilia bomba kweli kweli. Dakika zote 90 za mchezo wa leo. Yaani ilikuwa ni pressure ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Hakuna muda tulokaa tukafurahi, hakuna muda tulokaa tukaenjoy. Kila muda ulikuwa ni muda wa mateso. Mpinzani anakuja muda wote. Mpinzani wanagonga, wanaachiana, wanatufuata. Mpinzani hatuogopi wala hajui kama yuko ugenini. Mpinzani ametawala kama nyumbani kwake. Yani mpinzani alikuwa anakuja all the time. Na kusema kweli pressure ilikuwa kubwa. Nilikuwa nimekaa pale chini Coco Beach na watu kila mmoja anamuona anasali kwa imani yake. Mungu ametajwa sana hapo katika mechi wakati inaendelea. Lakini ndio football. Ushindi wa namna hii huwa inatia raha sana. Angalia baada ya mechi ile vibe ilivyoibuka pale. Ndio raha ya mpira wa miguu. Semaji, ukitazama hatua inayofuatia mnaenda kukutana na timu nyingine, lakini kiwango ambacho kimeonekana leo watu bado kimeanza kuwapa mashaka kidogo. Kwanza mimi niwaambie, usitegemee Simba ikacheza hivi tena for the next round. Sababu timu yetu inaongezeka ubora siku hadi siku. Na lazima sio kama leo tumecheza vibaya, ili lazima watu walielewe. Sio kama leo tumecheza vibaya. Leo tumekutana na mpinzani ngumi jiwe, mpinzani mgumu kweli kweli. Kwa hiyo kwa nyakati akawa ametuzidi. Sisi tukatumia ukonta wetu tukaweza kupata matokeo. Kwa hiyo mpinzani alikuwa bora.
lakini sisi tulikuwa bora zaidi kwenye kufanya vitu vya msingi ambavyo ni kupata bao na kwenda hatua inayofuata. Mechi inayofuata uwezo na confidence ya Simba itaongezeka maradufu zaidi kutoka hii ambayo tumemalizana nayo hapa. Kwa hiyo usitegemee mechi inayokuja eti Simba atacheza hivi, usitegemee kitu kama hicho. Kwenye football approach ya game moja inatofautiana na game inayofuata, lakini ubora aliokuwa nayo huyu ni tofauti na aliyokuwa nao huyu. Namna ambavyo una move kutoka kwenye mechi moja kwenda kwenye mechi nyingine huwa ni tofauti. Kwa namna ambavyo tumecheza na Gaborone hii leo itakuwa ni tofauti mara 100 na ambavyo tutakwenda kucheza na mpinzani wetu ambaye anakuja Nsingizini, anaitwa Nsingizini kutoka Eswatini. Kwa hiyo itakuwa ni tofauti kabisa, itakuwa ni different game, itakuwa ni mechi tofauti, itakuwa na ubora tofauti, itakuwa na uwezo tofauti, itakuwa na confidence ya tofauti, kila kitu kitakuwa tofauti. Kwa hiyo usikae ukakariri kwamba Simba alivyocheza leo ndivyo atakavyocheza mechi inayokuja. Hapa tuna muda kidogo wa kufanya marekebisho ndani ya timu yetu. Kuna muda wa kukosoana hapa. Tunakaa tunaangalia tumekosea wapi, tuboreshe wapi. Mechi inayokuja tunakwenda tukiwa tumezaliwa upya kweli kweli. Samaji, miongoni mwa vitu ambavyo vinaonekana vimewavutia mashabiki wa Simba ni kiwango cha Morris Abraham. Nataka tukizungumzie. Morris Abraham ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu sana. Mechi iliyopita dhidi ya Fountain aliingia kwa dakika chache kama 20 hivi na akatutamanisha wana Simba wote. Kila mmoja akaona kuna kitu ndani ya huyu mtoto. Na hata mtangazaji wa Azam TV alikuwa anachanganyikiwa kwa ubora wa Morris, akawa anamuita Morrison. Sijui kama mlizingatia hilo. Aliteleza. Sio mara moja. Mara nyingi. Kwa hiyo alichanganyikiwa na kiwango cha Abraham Morris. Sasa hiyo ni kutokana na ubora aliyokuwa na sisi tunayo imani kubwa kwamba Morris Abraham ni dhahabu ama ni lulu ndani ya Simba Sports Club. Uwezo wake haumithiliki, uwezo wake ni wa kiwango cha hali ya juu, na anavyoendelea kupata game. Mimi nimefurahi sana hii leo Hemed Morocco kumpa enough time Morris Abraham ya kucheza na kufanya vitu vya msingi, na umeona hata bao ambao tumelipata ni kutokana na juhudi zake. Alikuwa ameshachukua mali, anataka kwenda kufanya maajabu yake ya ukatili, wakamchezea madhambi, refa akaita katikati. Kwa hiyo Morris ni lulu ndani ya Simba ambayo itakwenda kutusaidia sana huko mbele. Na ndio maana nawaambia mechi inayokuja tegemeeni mabadiliko makubwa sana ya kiuchezaji, kwa sababu mtu kama Morris leo amepata game time ya kutosha. Maana yake uwezo wake umeongezeka kutoka hapa tulipo kwenda hatua inayofuata. Maana yake ubora wake utakwenda kuonesha tofauti tena katika mechi inayofuata. Mchezo huu leo mmecheza bila mashabiki kutokana na adhabu ambayo mlikuwa mmepatiwa, na naweza kusema kwa namna moja ama nyingine kuna jambo linaweza kawa limepungua katika mchezo leo, lakini mchezo unaofuata mashabiki wamepata ruhusa ya kuingia. Kitu gani unazungumza na mashabiki wa Simba Sports Club? Uhuru tulio hapa wenzetu wa Gaborone kiwanjani hii leo na confidence ni kwa sababu walikuwa hawapati pressure kutoka kwa mashabiki. Mashabiki tupo koko, timu iko Benjamin. Ni makosa yetu yametukaanga na tumeadhibiwa kwa namna hiyo. Jambo la msingi kila mwana Simba aone hii haiwezi kuwa fahari na timu inacheza huko, nyinyi mmejikusanya sehemu nyingine. Tuepukane na makosa yanayoweza kuepukika. Kila mmoja awe mchunga wa mwenzie, kila mmoja awe mchunga wa nafsi yake. Kwa sasa kafu wanatuangalia kwa jicho baya sana. Kosa kidogo adhabu inakuja. Kwa hiyo tuepukane na haya mambo ili tuendelee kufurahia timu yetu. Mechi inayokuja ni very crucial, inahitaji mashabiki tuwe kwa wingi uwanjani. Sasa kama tutakuwa na matukio kama haya, mechi inayofuatia baada ya hiyo manake ni hatua ya makundi. Kwa hiyo wana Simba tujifunze kutokana na haya ili tuwe na ustawi mzuri kwenye eneo la mashabiki. Semaji, kocha anakuja lini na anatokea wapi? Tutawaambia acha kwanza tushangilie kufuzu kwenda hatua inayofuata. Nadhani bali kesho kutwa inshallah taarifa ya kocha itatoka. Lakini kwa sasa kila kitu kinakwenda vizuri. Tumefikia hatua nzuri sana ya kukamilisha mipango ya kocha, na kocha atakuja very soon. Yani hadi kuelekea mechi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika tutakuwa tayari tumeshampata mwalimu.
Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.